TV, kwa majina naitwa Simba Lambere kama kisi nilivyowaambia. Leo tena ni ile kipindi chetu kinaitwa Story of Love. Katika Story of Love leo niko na mtu wangu anaitwa Romain Faida Mdunga. Romain Faida Mdunga. Yaani leo tutafaidika vitu vingi sana. Nawaza kipindi kilichopita tulikuwa na Sugar Ellen na alitupatia mambo mazuri na matamu zaidi sana. Romain, habari yako? Mzuri kaka. Vipi kwanza? Poa. Mambo mengine anasemaje? Mambo yako vizuri kabisa. Kwa huru, jisikia huru. Sawa. Sawa. Romain, katika kipindi chetu ni Story of Love. Yaani tunapiga story kuhusu mapenzi. Yeah. Na mapenzi ya hizi watoto 2025, 2025. Tuelewe mapenzi, kwa nini wanawake siku hizi mnazidi kupanua mapenzi yenu na wanaume 5, 6, 4, 10 ni kwa nini? Yeah, kama unaonaga wanawake wanafaa vile, maki wanakia kujikuta hawafanyi kazi. Njoo wanaanza pendana na wanaume wa mingi vya vile. Ina maana si wanaume mnatuchukulia kama business, maana tuko kazi maana si ndio entreprise zenu. Yeah, kuna wanawake wenye wanachukuliaga wanaume business. Kwa kuangalia mangambo, anashindwa tumika kazi, anashindwa tafuta makuta yani. Yeah, sasa nikuulize kitu. Ukimchukulia mwanaume kama biashara, unawaza magonjwa ama unawaza mimba, unawaza nini? Na uone kama unajiletea matatizo ambayo kesho kutwa tushindwe kujitosha ndani. Yeah, hili ni magonjwa. Mtu anakushajiletea magonjwa. Unajiletea hata vitu wenye vitaweza kushinda ungaliki mdogo unaanza penda vitu vya mingi wenye vitakia tumana maisha, unakia hata badirika maisha yako, unakia badirisha maisha. Kuna kitu hasa kinanisumbua kwa nyinyi wanawake, na ni kitu ambacho mimi naweza penda nikapata majibu yake. Unasema wanawake wengi wanatongozewa na wanaume wengi kwa sababu ya biashara. Sasa na biashara. Sasa kwa nini usichague, labda kwa mfano mimi na wewe tunapendana, unapendana mwingine, unapendana mwingine, mwisho siku unajikuta unashika ujauzito. Je, unamjua aje leo lala na mie na leo tena lala na mwingine mwanaume, ama leo lala na mie jana lala na mwingine, ama na kesho lala na mwingine? Unajuaga yeye mwenyewe? Yeah, mwanamke anapaswa jua mwanaume mwenye hiyo mimba. Mwenye hiyo mimba anapaswa hata apendane na wanaume bangapi, anapaswa tujua kakangu. Ndio kitu kinaweza kushauria mwanamke asabu wake. Na kuna kuoga kipindi zanisha kweli mwanamke anajua, lakini anakamata mtoto anampatia mwingine mwanaume. Yeah. Na kusema ule mtoto ni wale mwanaume. Ule mtoto anakomaa akijua ni baba yake. Hivi huko mbele uone kama unamletea, unamjengea ule mtoto mazingira ambayo ni mabaya zaidi sana kwenye moyo wake kwa babake mzazi kabisa aliyemzaa. Yeah, kuna kwa vitu ambavyo vinatumanaka mtu anafanya ile decision vile. Unaweza ndambia garçon mwenye ulikuwa naye, unamwambia niko na mimba yako, anakataa. Chuma anaenda patia mwingine. Sasa Joe mtoto amesha mwexplique babako alikatalaka, nikasema nikuye huku. Kwa mfano kama uyamwambia, kwa maana tunabiishi, nilikuwa na babangu mara nyingi kwa anaanza kuniambia mtoto wangu, mjukuu wangu, kila mtoto wa kwanza wa mwanamke mara mingi 100% akwaji mtoto wa wale wana. Maana anakuwa mtoto mwingine baba. Nilikuwa namuuliza babangu juu ya nini vile, lakini sikuwa napata majibu. Sasa ikaje kukuta ni kitu kinyami na sie sasa hivi tunaanza kukiishi. Sasa ule mtoto alizaliwa na mimi. Labda niseme mimi ulikia ukanipatia mimba mimi. Nikalea ule mtoto. Miss you na yeye tukasema mtoto wangu. Ikafika siku mtoto anakuja kweli na sura yenye damu, wanakuambia damu ni nzito kuliko maji. Ule mtoto akajua ukweli, paka toka fununu. Unaweza kuwa ni siri yako, lakini paka kuwa mtu mwenye anajua ile siri. Kisha ule mtu akasema, hapana, huyo kwa kiwa babako, huyo ndio baba yake. Ule mtoto unaona unakuwa unamjengea mazingira gani? Yeah, ni mazingira mabaya. Mimi unapaswa mwambia mbele, na unaambia ule baba mwenye utapatia ile mimba. Usingoje kufikia mama vya mingi, unapaswa mwambia kwanza mbele. Eske na wewe leo ikikutokea siku huko una ile nguvu ya kubisema mbele? Yeah, mimi abezi vikanitokea kwa sababu mimi najua na bikinitokea napaswa kwanza sema mbele, napaswa weza. Twende mu experience yenye una vivre kwanza peke. Ça dépend wewe. Unaweza ongelea nini kuhusu wanawake ambao wanatoka na una. Yeah, mimi ndeza wapatia shauri wanawake wenye wanatoka na huyu.
waache hiyo mambo mabaya hiyo sana. Naendelea kuwashauri waache hiyo mambo. Inaleta makonsekansi ya mingi sana mu maisha. Yao, penzi mtazamaji wa Kivu Live TV, kama tulivyowaambia, tuko katika Story of Love na leo tuko na Romene. Leo tutamsikia mambo mengi. Maji, bwana, mimi mwenyewe niko mbele yenu kwa majina naitwa Diko BZK. Je suis l'artiste comédien également, niko cameraman wa Kivu Live TV. Niko hapa video ya kubambia quelque chose. Mimi najua ba mingi wanaanza wazania kama mimi nataka kuambia mataarifa ya kuhusu kauzu. Sio kuhusu kauzu. Nilitaka kubambia kama kuko TV ya mnene ilifunguliwa Uvira, inaitwa Kivu Live TV. Ukisikia jina hiyo peke tu unasikia kama ni jina tu ya kutisha t-shirt. Nilitaka kuambia kama Kivu Live TV muko bitu ya hatari kabisa, bitu ya fresh, bitu yenyewe kuwa Mkivu. Na ukisikia jina ya Kivu ina maana kama tulikia na nguvu kabisa. Nilitaka kuambia ukitaka kujua mengi zaidi, utajaribu kupigia baadhi wahusika tofauti ambao wanahusika kwenye Kivu Live TV, batakwambia kuhusiana na Kivu Live TV kiundani zaidi. Nikwambie tu kuwa ni mchekeshaji wako Diko BZK, je suis encore producteur dans la Kivu. Kama nilivyowaambia, leo niko katika kile kipindi changu, kipindi live kinaitwa Story of Love. Yani tunapiga maneno ya mapenzi. Na leo niko na Romene Faida na leo tutaendelea kufaidika zaidi. Romene, acha tuendelee na mada yetu ambayo tulikuwa nayo. Romene, kuna kitu kinaniumiza sana kwa nyinyi wanawake. Na hicho kitu na mimi napenda mniambie, kwa sababu wanawake wanakuwa na kauli mbio, wanakuwa na tukana wanaume ni maumbwa. Ni kwa nini mwanamke anapenda kutukana mwanaume kuwa ni imbwa? Yeah. Na kati hiyo imbwa labda muda mlikuwa mnapendana, mlifanya mambo mengi sana, tena sana zaidi. Lakini kufika kipindi unaanza kumtukana umbwa. Unaona kabisa hiyo kitu ni kitu ambacho kiko sawa. Yeah, ni kitu kenye kiko sawa, tena kiko sawa. Kwa sababu unaweza pendana na garçon, unapendana naye, unamuona sime wewe anakupenda vya vile. Kisha benye atakia kufanyizia baba. Ndio natumanaka wanamke wanaanza wanaume ni maimbwa vya vile. Est-ce que so unaita mwanaume imbwa na wanajirefere kwa babao kama nani mwingine mwanaume? Kwa ukisema babao tukileta zile imbwa zote pale, sio utachagua na babako, jua babako nani mwanaume. Sio kila mwanaume ambaye ana tabia kama au maumbwa yenye tunaitaga maimbwa. Na pourquoi muite imbwa wakati ulikuwa unalala na imbwa? Na kama ukilala na imbwa makina huko mwingine imbwa. Kama ukulalaga naye sasa. Lakini ulikuwa unaongea naye. Kuongea naye. Makina huko imbwa juu. Ukiona mtu mwenye banakwambiaga ni kauli ya msanii ambaye alikufa Kanumba, alikuwa anasema siongee na umbwa bali naongea na mwenyewe. Na mwenye umbwa. Unasikia hiyo kauli? Sasa mimi sioni sababu tosha ya wenyewe wanawake kuendelea kutukana wanaume kuwa ni maimbwa, wakati huku nyuma mlikuwa mnalia kwa sababu yao, mnashindwa kulala kwa sababu yao. Ya, kuna fikaga wakati ya vile sa anakuya jikoroga mbele yako, analeta makomportement mubaya, ndio natumanaka vile kaka. Hapa ya kwa comportement mubaya bila kuwa na nyingine comportement mubaya ili jifunze mwingine. Unaiwa mtu mbele abadilike ni watu ndio wanabadilisha. Kuna mwanaume mnaweza kuwa mnapendana naye kisha anaanza kia kuchiti, anaanza kuonyesha makomportement ya ovyo, kukudharau, kukushota mabidole, sasa mko na benza kunjo na kumanaka hivyo. Kuna mwanamke naye mwingine anaweza kukuchiti na kukuchiti tena marafiki yako mwanamke. Kisha na lakini ukajiona kawaida mkaachana, lakini utafikia kusema ule mwanamke ni yangu. Sio kila mwanaume anaonaga vile kawaida. Sio kila mwanaume. Kuna wanaume wakiachana na wanawake wao wanaanza waitia wazalendo, ama wanawaitia babanzi, wanasema babanzi. Banakia wanambara yule mwanamke munjia vya vile. Banamba. Wanambara juu. Eske hiyo vitu uko na preve? Pasha kwa wangapi washabakiwa juu kwa chini? Bon, mimi niko na preve. Twende kwenye kule ku quartier yetu kule. Kuna wanawake hata watano hivi. Nimeshaka sikia historia zao za mingi na nikaona za wawili kama ni kweli. Na nyie kama nyie wanawake wa kule ama watu ambao walikuwa kule, kwa nini hamkwendaga kuambia chef de quartier hivyo vitu vinamlaika vitapunguka? Wao ndio naambia chef de quartier hata umwambie tena vitajirudia. Wanaogopaka. Banaomba mnaogopaka. Sasa Romene, mbele tuende ku repo ya mwisho ama repo ya katikati. Nilikuwa nataka kujua ni kitu gani hasa kishikawahi kukufikia kwenye mapenzi kikakuumiza zaidi mpaka ukashindwa kabisa useme tena kama utapenda?
kitu ambacho kenye kilizaka kunigusa mimi. Nilipendana na garçon, apendana na mfanya confiance. Akanibebesha mimba kisha akanikatala. Na ukosha mpatia confiance. Na nikosha mpatia confiance yote. Alikuwa kashaitika kisha akakatala. Akakatala juu ya nini? Palitokea ni juu mtu mbele akatali kitu ifo kwa kweli. Alikatala juu alibebesha kingine mimba ikakuwa mimba mbili. Akaanza jiuliza atenda wapi. Ndio akakatala kamoja. Je, alioa mwingine lakini? Mwingine iko pale me haiko naye. Na huyo garçon iko Muvira. Haiko Muvira. Alitokaka. Alitokaka. Anakuga najua mtao normal ya mtoto wake, kumjulia hali, kujua mtoto wake anaendelea aje ama ajuaki hata mama. Make ashaka katana. Mtu mwenye anakatala kisha atajua tena. Shaka kwa mwadi zake na anacho zingine vya vile. Yep, penzi mtazamaji wa Kivu Live TV, na hivi tunaenda tena kwenye mapumziko ya pili, na kama tulivyowaambia tuko na Romene na mimi naitwa kwa jina la Simba Lambert, na tunakuja kwenye mapumziko ya pili. Mapumziko ya tatu tukianza tu kipindi, mtasikia tunaanza na kipindi cha hiki neno ama hii neno ambalo Romene anaongelea hapa kuhusiana na mtoto wake. Itakuwa ni funzo kwa wanawake. Jina tu Habib Shofson Prino. Kwa sasa nakuja kuwatambulisha Kivu Live TV, nakuja kufunguliwa hapa kwetu mjini Uvira, maeneo ya Kasenga. Anakuja kuambia tu kwamba milango iko wazi, karibuni kwa wote. Baba, wa mama, wa ndugu, pia na wasanii wote wanakaribishwa. Nasema tu asante. Yap, wapenzi watazamaji, kama tulivyowaambia tunaingia kwenye awamu ya mwisho ya kipindi chetu cha Story of Love na mwenzangu Faida Romene. Faida Romene, tunaweza pata kujua jina la mwanao? Mwanangu jina lake Theodarke, ndio jina mtoto wangu. Unaweza ukashauri nini watazamaji wetu, vile vile unaweza ukaambia nini wasichana ambao bado hawajazaa? Naweza waambia kwanza wakuwe watulivu kwa nyumba yao jinsi hawajazala. Maki bakuwe batulivu sana. Juu banaume hakuna kitu mama hakuna wendezi kushauria wengine. Na experience gani ulipataga amour yako yenye ulipitia? Juna ya size uko makini sana, hata kama una utasex na mwanaume unakuwa uko telima makini. Ya experience yenye nilipataka mbenye nilipitiaka. Experience ni maki iliniletaka kabisa nikuwe makini. Nini ulijifunza? Nikuwa banaume nilijifunza kuona kama banaume ni babaya. Ile yote ni experience baba. Okay, j'espère que hata kama unachukia wanaume, hata kama walikubisha mba wakatala, hata kama palipitikana vya hiki na hiki mapenzi yako, Mungu yako, haikatali kama upendanaki, ungana pendana. Sipendanaki. Uko siri? Niko siri. Najua nini upendanaki. Sipendanaki tu ni kuangalia vile nilipitia hapo na vyenye mtoto alikomana kisha nazipendana ya vile. Okay. Na ukisema leo pendana ama ukisizamani sasa ulikuwa unapendana, ulikuwa unapenda wanaume wa kalite gani? Nilikuwa napenda mwanaume mwanajiheshimia. Mwanaume mwenye iko na comportement ya bien, haiko msema bongo vya vile. Sasa kakia jikuta alikuwa na comportement bien kuna jiafishe pembeni yangu, na gisi alikia sasa nigeuki. Ndio maana ile ya kwanza nilikwambia kama wanaume ni waimbwa. Unaweza yue sasa wewe unapendaga watu wa comportement vile. Wewe unaweza yue kama uko na comportement bien na ana comportement. Jinsi mko naishi. Unasema uliishi naye bien lakini mwisho siku kupatilikia sana kama. Alinibadilikia juu aliona kama aliona asha bebesha mimba. Tiko mwanamke mwenye anakuambiaga mwanaume mfupi hawezi mtongoza. Wewe sikina huko mwele kalite wale wanawake wanakuka vile. Ama mwanaume mnene hawezi mtongoza. Mwanaume mwembamba hawezi mtongoza. Sio mwele kalite. Mimi niko tu mwanaume mwenye anajiamini, hata awe mfupi awe mrefu, mimi siko kule. Unaweza pana apele gani kwa wanaume wenye watatufuatilia kwa hiki kipindi chetu? Eske biko tayari kukamata numero yako kwa kutongoza ama mimi pia niko tayari kutongoza? Unajua mimi napenda kutongoza sana. Hapana. Au pendi maki wa kutongoza? Sipendi wa kutongoza. Jani. Mbona mimi piko mtu mwenye nikumia message ya sikia nakupenda. Nipenda hapa mimi sasa sikupenzi ningali. Hapana mimi nakupenda. Piko mtu nikumia message sasa. Ndio sasa mimi simpenzi. Au mpenzi. Sikupenzi. Ngaliki mtoto au ngaliki na mtoto mmoja. Sikupenzi. Sawa Faida, nafurahi sana kusikia leo kipindi ya leo. So hiki kipindi chetu kinakuwa kinaelimisha. Ningetaka upane shauri kwa wanaume banamke wenye balizalaka
Mwanamke mwenye balizalaka kwabo lakini banaishi mu maisha ya bundumba. Nikisema bundumba ile maana mtoto anakomala jua wengine bababa. Unauza wapatia shotgun jua sasa mimi nasikia open ndanaki. Sabali wenye banaishi jua wengine bababa wanaisha mbele kwanza mtoto wake amuzie pampers. Nikisema pampers ile wanampatia jukoni. Ifo mwanaume mwingine akue naye njoo unaweza mpatia shauri gani na anakuaga analenga nini sana. Mimi naweza mpatia kama conseil. Naweza mpatia achane na ile mambo yenye iko nayo. Maana apambane hata kusomba mai kufanya nini agaramie mtoto wake achane na ile mambo ya bundumba. Haiko mambo ya mzuri. Inaweza mletea masida, manini, magonjwa yenye atashindwa hata yeye peke kunani. Ya vile. Sasa na leo Mungu akisaidia ikatokea unapata mwanaume wako. Mara papa unapata mwanaume wako. Nikimpata vile naambia nisubiri mtoto wangu akomae, tutaona kama ananipenda. Uko siri kabisa mwanaume atakoa atalea mtoto wako sakisi wewe unapenda ama sakisi wewe ulikuwa unalea mtoto wako. Mtoto wangu akikomaa, ndeza vile wakati nenda naye na baki kwetu. Ninakuwa namtumia ile kidogo ya vile. Maana wewe uko mama mwenye uko huru kuacha mtoto wako yuko leo. Niko huru. Uko huru kuacha. Kama ishakomaa. Sasa tena kwa ugao baki anatokea leo anakia mgongola. Sinda wakia tu. Nikikumbuka nyuma hapo alisema baba yake amuongea. Tuongeaki. Mbana mimi banashanja kama wazo ndugu yangu. Lakini kivyangu tanisamee nataka kuuliza swali ya bro. Muro yako angaliki chembe za mapenzi na wewe. Hakuna. Uko siri. Hakuna. Akitesa kupigia magoti kulombe msamaha sana. Hakuna, siwezi msamehe. Kama ni mimi nishaka msamehe, ndio nishaka msamehe. Kama anaweza kuya vile akuya sema akigombola mtoto, vile naweza msaidia juu yenje babake yule mtoto. Na vingine sema mimi na sasa turudiane nini. Pana kauli ambayo inaoga na dumu na inaoga na endelea maisha. Wanasemaga batu ibalizali. Bakienda lala, baki sexy pamoja. Ataka bashaka achana. Haiko kuzini, lakini wanakumbushia. Je, leo akikuya akasema niko na miako hivi yangu. Niko na miako mzazi mwenzangu. Atakuya aina alikatala sana mtoto wake wake ananikatala nini? Unagoma kila siku mimbe na kuoga mbwa. Kila siku mtoto anakuwa mzuri. Sio inakuwa kaya basi ndio nakwambia mtoto anakuwa mzuri yake kuya kwangu akipenda ajirudisha maki anajirudisha jole mtoto. Si mimi nasema akijirudisha pale si atasema swala tunaoga tunaweka wana. Mimi sasa hizi jirudisha kwangu sema akio tupendane nini no akiwa jumpendane anaanza tujua kumbushia akate kizira cha mtoto. Hakuna. Akiponisha vile. Hawezi atajua mimi kama kizira kisha. Sasa neno la mwisho kwa watazamaji wetu wa Kivu Live TV unawaambia nini? Nawashukuru sana wenye wataona hii video, nawashukuru sana. Ndio neno la mwisho. Ona kinyaji kwa. Wapenzi watazamaji wa Kivu Live TV, tunafika mwisho wa kipindi chetu cha story love. Tulikuwa na Romain Faida na kama kisa unavyomsikia, iko wazi, amejiweka wazi, ameshawahi kuzaa na kipindi kikapita za mwangukia maana ameshawahi kuzaa na ndio akatupatia story ndefu. So anataka kuonesha mara ngapi kwa wale wanawake ambao wanatuonyesha mwanamke amekimbiwa na mwanaume anajifanya kuwa malaka sababu mtoto alelewe. Ni mwanamke kupambana, mwanamke kuwa jasiri ili mtoto wake akomae na sio kwenda kwa wanaume ndio mtoto wake akomae. Acha niwaambie nafurahi siku ya leo nimetembelewa na Romain. Romain ni mtangazaji mwenzangu wa Imago Mood TV. Na leo ameongea mambo ambayo kidogo mimi mwenyewe sikuwa najua. Kusema kweli mimi sikuwa najua kama ameshagazaa. Leo nashangaa kusikia ameshagazaa. Nilikuwa namuona bado mdogo kumbe ameshagazaa. Na mshukuru sana Romain na nakukaribisha tena katika kipindi chetu cha Story of Love. Na hii ndio tunafika mwisho siku ya leo na siku ya kesho tena Juma kesho mtatupata. Labda atakuwa ni Romain, labda atakuwa ni Sugar, labda atakuwa ni mwingine, labda atakuwa ni Dennis Classic maana leo tulikuwa na mwaliko alikuwa ni Dennis Classic lakini amebanwa amezuiliwa kidogo na kipindi chetu kitaendelea kama kawaida. Acha niseme asante. Bonjour chers auditeurs et auditrices de télévision Kivu Live TV. Juste tout kubakumbusha ki tushafungula TV na biro ishakuwa deja. Ni mu pays ya République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, à Uvira,
Kasenga, ukishuka na route RN5 Moaveni Azur. Shuka juste utaona numéro 41 ni mclôture. Alors, je suis là comme votre artiste, musicien, mais aussi journaliste wa Kivu Live TV. Karibu kwa wingi, ku marketing et tout consort. Merci beaucoup.